Mtazamaji, nilikuwa nimekuarifu awali kwamba kuanzia mwendo wa saa 5 mazungumzo yetu hii leo yanahusu mswada wa fedha mwaka 2026 ambapo waziri wa hazina kuu John Mbadi atazungumza na baadhi ya wakazi katika eneo la Jivanjii Gardens. Maswali kuhusu mswada huo afafanue, aeleze kuna nini, kwa sababu tayari kuna maswali mengi kuhusu yaliyomo kwenye mswada huo. Mwenzangu Nimrod Tabu yuko katika eneo hilo la Jivanjii na baadaye mwendo wa saa 5 atakuwa anaendesha mazungumzo haya, lakini kwa sasa tunaelekea kwake Nimrod. Tutarajia nini wakati ambapo mazungumzo yenu yataanza hapo Jivanjii? Si watu wa kikao. Please. Si watu wa kikao. Unaona sisi nimekuja. Si watu wa kikao. Nimrod, sijui kama unanipata, unanisikia, tueleze tunatarajia nini? Asante sana Jamila Mohamed, kama ulivyotangaza tuko katika jimbo hili ama kaunti nambari 047 hapa jijini Nairobi, lakini kama ilivyo kawaida huwa tuko studio. Leo tumeazimia kuwa katika eneo la Jivanjii. Ni bustani ambayo imefahamika kwa muda mrefu, inatumiwa na Wakenya ambao watabaka mbalimbali wanaokuja hapa kuzungumza na kung'amua mambo ambayo yanawahusu hivi sasa. Gumzo ambalo liko katika vinywa vyao ni kuhusiana na mswada wa fedha mwaka 2026 na vile vile utungaji wa sera za bajeti. Kumbuka kwamba mswada wa fedha ndio unaotangulia masuala ya kutengeza bajeti na kuweza kujua ni vipi bajeti itakapopata fedha zake kupitia mswada huu. Kwa hivyo kama unavyoona, nafikiri niondoke kidogo, pilka zinaendelea. Wananchi kutoka maeneo tofauti wamefika hapa kama ilivyo desturi yao, wanapangwa na baadhi ya viongozi wao. Hili mtazamaji, kama hujaweza kufahamu, ni bunge la wananchi. Ni bunge ambalo licha ya kuwa na kanuni tofauti na bunge la kitaifa au bunge la seneti, kuna wale ambao huwa wanaunga sera fulani, wengine wanapinga sera fulani, lakini wana spika wa bunge hili, pia wana viongozi wawili kutokana na uchaguzi ambao waliufanya hapo awali na kuweza kukinzana na kupata uhasimu. Kuna viongozi wawili ambao wanaitwa co-principals ambao tutajumuika nao baadaye. Waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi ameazimia kufanya kikao pamoja na wananchi kuweza kuelezea ni yapi yaliyomo katika mswada wa fedha, ni yapi wananchi wanatazamia yatakuwa na manufaa kwao, yale yatakuwa na athari kwao, na hatimaye mfumo mzima wa kutengeza bajeti ya mwaka 2026 2027. Kwa hivyo sasa wanaendelea kujipanga tu baadhi ya viongozi ambao wataweza moja kwa moja kusema na waziri, na pia nyinyi wananchi kuweza kuwasikiza, na je, iwapo kauli zao zitakuwa ni kauli ambazo mwananchi wa kawaida anafungamana nazo, zinamhusu. Na vile vile hapo awali tuliweza kuungana naye waziri Mbadi, alikuwa amezunguka baadhi ya maduka kuweza kuzungumza na wananchi tu kuhusiana na hisia zao za mswada wa fedha. Je, ni yapi wameweza kutambua, ni yapi wameweza kusoma, ikitambuliwa kwamba kwa sasa hivi bado maoni yanaendelea kukusanywa na kamati ya bunge kuhusiana na masuala ya fedha katika masuala ya mswada huu wa fedha mwaka 2026. Kwa hivyo hayo ndio ambao tutakuwa tutafanya siku ya leo. Mada yetu itakuwa tofauti kabisa katika sehemu ya ukumbi tutakapojumuika mwendo wa saa 5 wakati waziri John Mbadi atakapofika hapa pamoja na baadhi ya viongozi. Tutaweza kusikiza kauli zao. Mimi leo nitakuwa tu msimamizi wa kikao hichi, sitafanya kama ilivyo kawaida kuweza kuhojiana moja kwa moja na waziri, ila tunataka tuwape fursa wananchi na pia nyie ambao mnatutazama kuweza kusikiza kwa makini ni kero ipi, ni athari zipi, ni yapi ambao usiweza kufahamu katika mswada wa fedha, na ni yapi ambao waziri anaweza kujibu ili kuweza angalau kukupa wewe Mkenya matumaini katika siku za usoni kuhusiana na mswada wa fedha na hatimaye bajeti. Kwa hivyo ndio shughuli inayoendelea. Tutakuwa na wakati wa kurejea hapa moja kwa moja na tutafululiza mpaka mwendo wa saa 7 mchana tukiwa na mazungumzo kutoka bustani hii ya Jivanjii. Mtazamaji, kwa sasa nakomea hapo na kupeleka mapumzikoni kidogo, alafu baadaye mwenzangu Jamila Mohamed ataendelea na taarifa nyinginezo.